Ni katika mahafali ya kwanza kwa wahitimu wa kidato cha 6 katika shule ya sekondari ya Kawera iliyoko katika kata ya Bweranyange wilayani Karagwe, shule ambayo ilianzishwa mwaka 2007 na kupewa hadhi ya kuwa kidato cha 5 na 6 mwaka 2024 kwa upande wa wasichana. Aprili 17 mwaka huu ni siku ambayo imeacha furaha isiyo kifani kwa wahitimu wa kidato cha 6 kwa mwaka 2026 ambayo imefanyika shuleni hapo. Na hapa katika risala ya wahitimu iliyosomwa kwa niaba yao na Auntie Ajuna Florence inabainisha mafanikio walioyapata hadi kufikia hatua ya kuhitimu. Kwanza, tumepata maarifa ambayo yatatusaidia kufanya vizuri mitihani yetu ya mwisho ili kuendelea na masomo ya chuo na ngazi nyingine za elimu. Pili, kwa mwaka 2025 na 2026 tumepata walimu wapya 6 ambao kati yao wa kiume ni 3 na wa kike ni 3 kwa masomo ya sayansi, hisabati, sanaa na biashara. Ongezeko hili limefanya idadi ya walimu wa ajira ya kudumu kufikia 15. Hii imeongeza hali ya kujifunza kwa wanafunzi na kufanya vizuri kitaaluma. 3. Kwa ushirikiano wetu na walimu tumefanikiwa kuwa na matokeo mazuri ya kidato cha 4 mwaka 2025 ambapo hapakuwa na ufaulu wa daraja school. 4. Tumefanikiwa kuwa na vyumba 24 vya madarasa vinavyotosheleza mahitaji ya wanafunzi na hivyo kusoma kwa utulivu mkubwa. 5. Tumefanikiwa kuwa na mashine za kuzalisha mitihani mingi kwa muda mfupi, jambo lililotupa fursa ya kufanya mitihani mingi ya ndani na nje ya shule kwa ajili ya maandalizi ya mtihani wa taifa wa kidato cha 6. 6. Shule imefanikiwa kuwa na maabara nzuri za sayansi zinazotuwezesha kusoma kwa vitendo kama kuchanganya kemikali mbalimbali na kuthibitisha nadharia mbalimbali za sayansi. 7. Tumefanikiwa kupata chakula chenye lishe bora kwa wanafunzi wote wa bweni, jambo linalochochea taaluma ya shule kupanda. 8. Tumefanikiwa kupata walimu 10 wa muda ili kuziba upungufu wa walimu wa ajira ya kudumu, na hii imesaidia kutopoteza vipindi na kumaliza mada kwa wakati. Hivyo mpaka sasa tuna jumla ya walimu 25 hapa shuleni. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, penye mafanikio hapakosi changamoto. Shule yetu inakabiliwa na changamoto zifuatazo. 1. Upungufu wa mabweni ambapo mabweni yaliyopo yana uwezo wa kawaida wa kuhifadhi wanafunzi 200 tu. Hata hivyo wanafunzi wa kike zaidi ya 250 wanaishi bwenini kwa kubanana, jambo linalosababisha kuenea kwa magonjwa mbalimbali kama vile mafua na kikohozi. Penye mafanikio hapakosi changamoto. Mkuu wa shule ya sekondari ya Kawera Mwalimu Joel Kamanda katika risala yake, licha ya kutaja mafanikio aliyonayo hadi sasa, amewasilisha pia baadhi ya changamoto. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba tatizo la upatikanaji wa maji lipatiwe ufumbuzi kwa kuongezewa visima vingi vya kujenga na kuchimba ardhini viongezewe. Uwepo wa mbadala wa vyanzo vingine vya maji kwa kujenga kisima kila jengo ili kuvuna maji ya mvua na kuchimba maji ardhini itatusaidia kuwa na uhakika wa maji wakati wote. Kwa sasa tunavyo visima 2 tu kati ya majengo 14 yenye uhitaji wa visima hivyo. Ndugu mgeni rasmi, tunao upungufu wa nyumba za walimu na uzio wa shule. Walimu wetu wanahitaji mazingira rafiki ya kuishi ili waweze kufanya kazi yao vizuri. Tunaendelea kuomba serikali isaidie katika ujenzi wa uzio huo ambapo mchakato wa tathmini, makisio na maombi unaendelea. Hii ni pamoja na mpango wa ujenzi wa nyumba za walimu na mabweni ya wavulana na wasichana kwa kidato cha 5. Ndugu mgeni rasmi, ni matarajio yetu kuwa wanafunzi hawa wote waliohitimu watakuwa na matokeo mazuri ya daraja la kwanza. Hilo tukuhakikishie Mheshimiwa mgeni rasmi. Miongoni mwa wageni waalikwa katika mahafali hayo, mwadhiri mwandamizi mstaafu wa Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili Dar es Salaam, Dr. Deborah Lunyoro, amewahimiza wahitimu kuhakikisha wanatimiza ndoto zao. Natumaini kwamba watoto wetu wasichana mtafanya vizuri sana katika mitihani yenu ya kidato cha 6. Na sisi tulitoka huko
tena tulisoma kwa ugumu mwingi. Mwanamke alikuwa anaonekana kama ni mtu wa kuolewa na kutunza familia, hakuonekana kwamba ni mtu wa kwenda shule. Tuliposoma ni mashule machache yalikuwa yanachukua wasichana katika level ya form 5 na form 6. Muna bahati sana. Mgeni rasmi katika mahafali hayo diwani wa viti maalum tarafa ya Nyabionza kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Bi Jovita Kombe amewasihi wahitimu wa kidato cha 6 kuishi katika jamii kwa kuonyesha tabia nzuri pindi watakapohitimu, ili wao kama watoto wa kike waweze kufikia malengo yao, na kuahidi changamoto mbalimbali zinazokabili shule kuzifikisha katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Karagwe kwa kushirikiana na diwani wa kata ya Bwera Nyange. Diwani wa kata hii nafikiri amekuwa na udhu, tutashirikiana wote, mimi kama mjumbe na wa baraza la madiwani, ili tuweze kuona ni kipi kinatangulia hasa ambacho kinategemea na nguvu za wananchi. Itabidi mpange kwenye WDC wenu ili WDC yenu, ili baadaye serikali iwakute mnatembea kuweza kuona ni kipi mnapewa kwenye mgao. Niwaase watoto wangu wa kike, itafika hiyo tarehe 4 mtafanya mtihani wenu, lakini niwaombe sana kila mtu ajipange kisaikolojia kwenda kuishi na jamii anakokwenda. Kuna watu wote hamzaliwi hapa Bwera Nyange, kuna watu mtaenda Shinyanga, mtaenda Tabora, mtaenda Mwanza, mtaenda Bukoba. Hebu jitahidi sana wanangu kuishi maadili ya Kitanzania. Baada ya hapa, jinsi mlivyoelekezwa, jinsi mlivyolelewa na jamii ya Kawera, basi endelezeni hivyo, na tunaombea sana muweze kufaulu kwenye mitihani yetu, lakini tunachoamini Mwenyezi Mungu atawatangulia. Na hapa ni miongoni mwa wahitimu. Kwa majina naitwa Lydia Madukwa, mwanafunzi wa kidato cha 6 ambaye ninahitimu leo. Mimi ni mchepuo wa sanaa ambao ni HGL, nasoma combination HGL. Kwa upande wangu nina furaha sana kwa sababu safari tulianza ikiwa ngumu sana, wengi waliama, wengi walipata changamoto nyingi, lakini kwa upande wangu na wenzangu ambao tumeweza kuhitimu, tumeweza kufanya vyema kabisa, na mpaka siku ya leo tumeweza kuiona. Tunashukuru sana na tunawaomba sana mzidi kutuombea katika mitihani yetu, tufanye vizuri ili hata matokeo yetu yatoke vizuri, kila mmoja atimize ndoto na malengo yake. Majina naitwa Martina Biela Mshobos, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 PCM. Yani combination ya science. Kwa mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya siku njema ya leo kwa sababu ametubariki. Bila yeye tusingeweza kufika mahali hapo. Namshukuru Mungu kwa sababu tumeweza kuhitimu. Tulianza wengi ndio kama alivyosema mwenzangu, lakini tumeweza kuhitimu wachache na hiyo ni neema. Naitwa Jacqueline Deusi, nimetokea Geita. Nasoma mchepuo wa sayansi, yani PCM. Kama walivyosema wenzangu, ni kweli tumepitia changamoto nyingi, tumekutana na vikwazo vingi. Kwa upande wangu mimi napenda kuwa mwalimu, lakini napenda kuwa mwalimu wa physics pamoja na kompyuta. Nikiripoti kutoka hapa katika shule sekondari ya Kawera ambayo ni ya wasichana iliyoko hapa katika kata ya Bwera Nyange, wilayani Karagwe, mkoani Kagera. Mimi ni Jovin Msezeke wa Karagwe Media Online TV.